kutokana na umuhimu, kutokana na mahusiano, kutokana na jinsi mbunge wa Mbeya mjini Patrick Adik Mwalunenge anavyotukusanya hata sisi wapinzani, hatuoni kama watoto wa kambo, anatuleta pamoja. Kazi ya siasa tutaikuta kama Mungu atatupa pumzi, lakini turudi tushirikiane naye kwenye magumu haya. Kwa hiyo tumpe pole sana mwenyekiti wa mkoa na mbunge wa Mbeya mjini, kwamba wema wako na roho yako iliyo njema ndio inatufanya tuwe na uso wa aibu shida kama hizi zinapojitokeza. Mimi ni mwenyekiti, nimekaa miaka 10 pale Mbeya, na nimekuwa na mbunge wa Mbeya na nikaunda halmashauri, lakini katika kuchunga viongozi wangu, huyu ni mbunge wa mfano. Ninajua hizi clip zitakwenda duniani vyovyote atakavyosema, lakini mimi nasema ya kwangu ya moyoni, ili nikifa angalau Mungu anasema ulikuwa mkweli ulipokuwa. Anafanya mambo ambayo wengi wameshindwa kufanya. Ninapofanya mikutano huko huwa na wabariki wenzangu kichwani, lakini unayebariki lazima uwe na roho safi na uwe mkweli. Kwa hiyo katika hili mbunge Mwalunenge, Mungu akubariki sana. Wakishirikiana na meya wa jiji la Mbeya bwana mdogo Duru Mohamed wanafanya kazi nzuri sana, na leo yuko hapa na kuungana na sisi, na ndio maana hujaona sijaweka mikutano. Nimeweka Kavuko Apinda mikutano 6, Mbeya sijaweka kwa sababu hamna makando kando sana, tutakuja labda tumalize baadaye. Kwa hiyo tu niombe vile vifusi vya shule za Mwenge pale CCM na Mbata mvitoe. Kwa hiyo nikupe pole sana, tumetoka safari ndefu. Mwenyezi wangu kijana wa kaka yangu Lawrence Mwangunguru, ninakushukuru sana. Mheshimiwa mwenyekiti Mwakipunda, nakushukuru sana. Mwenyekiti Mama Mbwire wa Mbalali, nakushukuru sana. Mheshimiwa sana kiongozi wangu, ninakushukuru sana. Mwenyekiti wa Mbeya DC, nakushukuru sana. Jomba Matukuta kama kawaida, sheria bwana ikuja hapo ulipo. Na wewe kiongozi wangu mwenezi, unachunga sana lakini si mbaya, nakushukuru sana. Kwa hiyo kutokana na kwamba tukupita nyumbani, tulinyosha moja kwa moja Sumbawanga usiku kucha tunakuja, hatukujipanga vizuri. Chochote kidogo ambacho tumetembea nacho, naomba mkipokee tu kwa mikono miwili. Lakini nitoe pole nyingi sana kwa wafiwa. Poleni sana na msiba. Misiba kama haizoeleki. Mungu tu akawe faraja kwenu. Natamani Mungu awatumie watu wa kuwapa pole. Mungu hawezi kutoka mbinguni akaja kuwapa pole. Mungu huwa anatumia watu. Ndio maana leo unaona Chadema tuko hapa. Tunalisongesha gurudumu. Haijalishi ni lini wakati gani, lakini tunategemea Ikulu tutaingia. Tuko mwenezi. Kazi ya mwenezi ni propaganda. Na sisi ni watoto wa kambo, huwa hatudekadi. Kwa tuko imara kuliko jana. Na niseme niwapongezeni Chama cha Mapinduzi. Sasa hivi tuna nyakati ngumu kidogo, tunashindwa kutembeleana. Lakini kwa upendo uliokuwa nao Mwalunenge, tunashindwa hata kusema kwa kweli. Jana nilikuwa napita na kwenda kwenye ziara zangu huko. Nikawa namwambia kijana mmoja aliyekuwa naye kwenye gari, nikasema sijui Mwalunenge hapa tukifanya mkutano tutasema nini? Hebu tuweke mbali. Tunasema kwa sababu hatuna kingine cha kusema. Mungu akutie nguvu. Tunachohitaji wa Tanzania ni maendeleo. Habari ya Ikulu ni nyingine na habari ya kuchukua dola ni nyingine. Tunahitaji barabara, tunahitaji madaraja, tunahitaji vitu hivyo, tunahitaji miundombinu. Tumekuja hapa gari tumeingia mpaka pale. Uzao wa tumbo lililokuzaa, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Watu wengi wakipata nafasi, wakizikalia zile nafasi huwa
tunashindwa kuzitumia. Anajawa na kiburi, anajawa na jeuri. Endelea kunyenyekea mbele za Mungu. Kama tungepata viongozi kama wewe watano, sijui tungesema nini kwa kweli. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki mno. Hatujawahi kuona mwenyekiti anatusogeza mpaka sisi. Sisi ni kina nani? Tunahitaji upendo, tunahitaji kusaminiana, kupendana. Hatuhitaji mavurugu, magomvi kila wakati, malumbano yasiyokuwa na sababu. Hayatusaidii. Na wengine tunasali, tunatamani siku moja tukamwone Mungu. Kwa hiyo vyama vyetu visitufanye tukakosa ufalme wa Mungu. Simama katika kweli. Sasa hivi kumbe CCM bado kuna watu wazuri. Sikufahamu kama kuna watu wazuri. Mungu abariki nyumba yako na Mungu abariki uzao wa tumbo lako. Sisi tunakupenda na tumekuja kukutembelea leo. Na kama tutaendelea hivi, hatutoacha kutembelea. Tutapendana hivi hivi. Ndio maana unaona leo tumekuja huku. Sehemu zingine kwenda ni vigumu sana. Kwa nitambue uwepo wenu, lakini nitambue uwepo wa waheshimiwa viongozi wenzangu wengine wote wa wilaya. Nimemwona mwenyekiti mwenzangu Mwalupindi. Huyu baba tunapigana huko, lakini tukikutana si ni mabesti kweli kweli. Wakati niko polisi alikuwa anapambana kweli nitoke, maana rafiki yake nilikuwa sipo mtaani. Kwa hiyo nakushukuru, natambua mchango wako mheshimiwa mwenyekiti mwenzangu wa Mbeya DC. Tunaishi kwa upendo mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa. Mungu awabariki sana. Ninawapenda sana. Asanteni watumishi wa Mungu, muendelee kutuombea. Tunatamani siku moja na sisi tuende Kanaani. Na kazi tulizoletwa duniani ni kazi mbili tu sisi wanawake. Wasimamizi wa haya, lakini pia kutangaza habari. Ukitangaza habari kama mbaya kwa shauri yako na itakulamba. Kazi ya mwanamke duniani kutangaza habari njema. Habari